Wakiongea katika nyakati tofauti, wakazi wa kijiji hicho wamesema chanzo ni mvua kubwa kunyesha na kusababisha mto Kagera kusomba makazi ya familia hiyo na kusababisha vifo vyao hapo papo. Kulitokea mvua kubwa ambayo ilikuwa imebeba maji ikaja sehemu hii kama mnavyoona, sehemu ya tukio kama ilivyo hapa. Kumbe ilikabeba nyumba, ndani ya nyumba kule kulikuwa na watu wanne, ambapo kuna watu wazima wawili na watoto wawili. Kwa hiyo maji yalichukua moja kwa moja ile nyumba na kuisomba kule pamoja na watu walikuwa ndani. Chanzo kikubwa maji yale ambayo hupita kwenye mto. Mvua zilinyesha kweli, na maji yale yalikuwa mengi kutoka milimani. Sasa kwenye mto ule yani chanzo kikubwa maji yalikuwa mengi sana, kwamba miongoni mwa waliokufa wanne, mmoja ni mtoto mdogo wangu. Na baada ya kupata taarifa toka jana mida ya saa 10 tulifika na sisi wenyewe tukashirikiana na wenzetu, ndio ambacho hata wanafamilia kimeumiza. Na chanzo ni mvua. Chanzo ni mvua, kama mnavyoona hali yenyewe, baada ya maji kuzidi basi yakalazimika kusomba hadi nyumba. Akiongea kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoani Rukwa, kamishna mwandamizi wa jeshi la polisi Shadrack Masija amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kutoa wito kwa wananchi wanaoishi kando ya mito kuchukua tahadhari. Bwana, mimi na confirm wamekufa watu wanne. Mzee mmoja wa kiume, mzee mmoja wa kike na watoto wawili. Pengine chanzo nini mkuu? Kwa taarifa mmoja. Chanzo hiyo mvua imenyesha, mto umefurika, huo mto Kagera umefurika, basi ukazoa na hiyo nyumba ukaizoa. Unajua na ujenzi wetu huku ni wa ovyo tu. Nyumba haina msingi wa maana, kwa hiyo yale mafuriko yameenda na hiyo nyumba, basi ikabomoka, imewaua, ikawazoa na wao ikapeleka mtoni. Kikubwa watu tuchukue tahadhari, mvua ni nyingi. Kutoka hapa katika kijiji cha Itekesha kilichopo hapa katika kata ya Kilesha, wilaya Karambo hapa mkoani Rukwa, ambako watu wanne wamefariki dunia kufuatia makazi yao kusombwa na maji kutokana na mvua kubwa zilizonyesha. Mimi naitwa Baraka Rusajo.